Wapendwa, neno tunalopewa ni lile ambalo limekwisha kusoma kutoka kitabu cha nabii Amos mlango wa 9 mstari wa 11 mpaka ule wa 15. Amos mlango wa 9 mstari wa 11 mpaka ule wa 15. Lakini naomba kusoma mstari wa 13 tu. Angalieni, siku zinakuja, asema Bwana, ambazo huyo alimaye atamfikiria avunaye, na yeye akanyagaye zabibu atamfikiria apandaye mbegu. Nayo milima itadondoza divai tamu, na vilima vyote vitayeyuka. Amen. Na tukae. Bwana asifiwe. Amen. Mheshimiwa Babadini, Mchungaji Michael Kanju, Mheshimiwa mkuu wetu wa jimbo la Tambarare, Mchungaji Frank Mtaji, na mchungaji wa usharika huu, Mchungaji Mwita, wainjilisti, wazee wa kanisa, vikundi vyetu vya kwaya, usharika huu wa Mombo, pekee mtaa huu wa Bwiko na wa Manga, na bibi na mabwana, na wasalimu katika jina la Bwana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu sana kipekee kwa neema yake na siku hii ambayo ametupa kwa upendeleo kuwepo katika ibada hii. Tumekuwa katika ibada ile asubuhi pale Manga Mikocheni tulipofungua kanisa lile, na sasa katika senta yetu hii hapa Bwiko na kufungua nyumba ya mtumishi. Kama alivyokwisha kusema Babadini, chukua nafasi hiyo nami kuwapongeza sana kwa kazi kubwa mnazozifanya za kumtumikia Mungu katika usharika huu. Bwana asifiwe sana. Nafahamu kabisa kazi ya ujenzi wa nyumba, ujenzi wa kanisa sio kazi ndogo. Watu wamekamatana michango, kila mmoja kwa nafasi yake, na hivyo tukaweza kufanikiwa kuzisimamisha nyumba hizi ambazo sasa zinakuwa kielelezo cha kumtumikia Mungu. Niwaombe muendelee kutunza maeneo yetu haya, tunza kazi yake Mungu, ili siku zote katika maeneo yetu Mungu aendelee kutukuzwa. Na kipekee ninyi wa Bwiko katika eneo letu hili, niombe muendelee kuweka uzio wa kutosha, kupanda miti, kupanda mimea ambayo inaweka uzio mzuri ili maeneo yetu yasiingiliwe. Najua kulikuwa na migogoro hapa katika usharika wetu wa Mombo, mtaa wa Bwiko. Niombe sana kuendelea kujitahidi, na yale yanayotuhusu sisi kama ofisi kuu ya dayosisi tunayafanya. Kama ni kuhakikisha kwamba maeneo yetu hayaingiliwi na mtu yeyote, tunayafanya. Na hapa hatuna mchezo. Na niombe muambie wale wanaoingilia eneo la Bwiko kwamba hatuna mchezo na maeneo yetu. Amen. Mtu akitaka mchezo na sisi aguse maeneo haya, na ndipo ataona kwamba kumbe sisi hatuna mchezo. Na hapo tunajiamini kwa hakika hatuna mchezo. Bwana asifiwe sana. Kwa kuwa mambo haya yanaendelea katika taratibu zake, tutaendelea kuyaona. Lakini namshukuru Mungu kwa kweli kuwepo katika usharika wa Mombo mitaa hii kwa mara ya kwanza tangu nilipochaguliwa na kuingizwa kazini kutumikia dayosisi hii. Usharika wa Mombo ni usharika niliotumikia zamani. Kwa hiyo mimi sio mgeni. Kwaya hii nimeimba, nilikuwa mwalimu wa kwaya hii. Na naona waimbaji hapa ambao tumeimba nao wakati ule, naona hapo kwa wingi. Tumetumika usharika huu na mitaa ya Bwiko na kupita huko ndani huko, tumekwenda huko ndani huko kwenye maeneo yetu ya usharika wa Mombo. Ni Nyasa iko ndani. Nyasa kule tumeenda kule wakati ule. Nakumbuka na wainjilisti Hoza, Ismail na wale wengine. Tulifanya kazi ile katika usharika huu. Kwa hiyo nawapongeza tunapoona maendeleo makubwa ya usharika wetu. Endeleeni hivyo kumtumikia Mungu katika maeneo yetu haya. Zamani zile hakukuwa na mtaa hapo Manga. Nafikiri ndio umeanza wakati huu. Kwa hiyo ni vizuri
injili iendelee. Pale Manga napopangalia ni mahali panapokuwa wapo ataendelea kukua zaidi na zaidi. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ninawapongeza ninyi wa Mombo kwa kazi kubwa mnazozifanya. Endeleeni kufanya hivyo na mtapata kubarikiwa sana. Amen. Labda kwenye matangazo yale na furahi kwamba ile barua ilisomwa hapa. Ninawapongeza sana kwamba washarika wa dayosisi hii katika kipindi cha miezi 6 umeweza kumtolea Mungu matoleo kiasi cha shilingi bilioni 1,283,000 kama mnavyosikia katika matangazo. Bwana asifiwe. Na kusikiliza vizuri hata ndio utume wale wanaosikia wameanza kurusha tangazo lile. Na ni kwa kazi mbalimbali ambazo zinaendelea. Na hii inaonyesha washarika jinsi mnavyojitoa katika kumtumikia Mungu wenu. Maana Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Na sisi tunazitunza fedha zile kwa uaminifu wa hali ya juu sana. Kwa uaminifu wa pekee sana. Tumejiwekea utaratibu kwa uaminifu wa pekee sana. Maana tunadaiwa. Kwa unadaiwa fedha nyingi, basi hata zile zinazoingia zote zinakwenda kwenye madeni tu. Usisikie ni nyingi hapo. Ile deni letu kwa ujumla. Deni la dayosisi. Na wale wakaguzi wakuu ambao wanaendelea na ile kazi wametuambia hapana, deni sio hili. Ni zaidi ya hapo. Lakini tunaloliona kwa haraka pale mezani, meza ya ile ofisi kwa dayosisi ni bilioni 7. Bilioni 7. Hizo pesa tunazodaiwa. Sasa tunaendelea kuzitafuta hizi bilioni 7 imekuwaje mpaka tunadaiwa pesa hizi nyingi hivi. Maana kujenga reli, labda kama tungejenga reli ya kutoka Mombo kwenda Tanga na mambo ya jinsi hiyo. Kwa hiyo tunazifuatilia, tutazijua tu zimeendaje mpaka zikafikia kiasi kikubwa hivi tunadaiwa katika dasi yetu. Kwa hiyo tuendelee kutoa, msikate tamaa, tutoe tu na mtapata taarifa hizi. Na kwa hiyo tunaendelea kufanya kazi, kulipa. Tuna kesi nyingi katika mahakama za hapa Tanzania, tunadaiwa. Tuna watumishi wengi wanaodai mishahara, kienda kwa Rwandai, kienda kwa Bangala, kienda kwa Vuga Press, maeneo yetu yote tunadaiwa sana. Kienda hapo ofisi kuu, madeni ni makubwa sana. Lakini chuo kikuu cha Sekom imebidi mpaka kifungwe kwa sababu ya madeni haya. Kwa hiyo katika kipindi hiki tumelipa zaidi ya milioni 300 ni kwa ajili ya deni la pale Sekom. Maana milioni 144 tumelipa pale CRDB Korogwe na milioni 155 tumelipa kwa ajili ya kuendelea madeni mengine pale Sekom. Kwa hiyo karibia milioni 300 na zaidi. Na bado tunaendelea. Kwa hiyo tunapambana kipindi hiki cha kulipa madeni na tutayalipa kwa neema ya Mungu, maana tunashikana. Na haya ninayozungumza utaona kana kwamba yanaendana na hili somo la leo. Somo la leo tulilolisoma kutoka Nabii Amos, ule mlango wa 9 mstari wa 11 mpaka ule wa 15. Inataja mambo makubwa sana. Na kichwa kinachotuongoza katika juma hili kinasema haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wote. Haki huinua taifa. Tunaweza kubadilisha tukaweka haki huinua usharika, haki huinua jimbo, haki huinua diocese. Lakini dhambi, ikitendwa dhambi, ni aibu ya watu wote, ya taifa zima, aibu ya diocese nzima. Kama dhambi ikaachiwa ikadumu, ni aibu kubwa. Na huyu Nabii Amos yeye alifanya kazi za unabii wake wakati ambapo Israeli ilikuwa na amani sana. Kulikuwa na amani wakati huo. Na ilikuwa ni wakati wa mfalme mmoja anaitwa Yeroboamu wa tatu. Ni wakati huo. Na mfalme Yeroboamu alikaza sana utaratibu wa amani katika nchi. Na sasa amani ile ilivyoendelea kuongezeka, kukawa na maendeleo makubwa, hasa maendeleo ya kiuchumi katika nchi ya Israeli. Sasa kuna faida zake. Maendeleo nayo ya kiuchumi yalipozidi sana, kukawa na matajiri sana na maskini sana. Sasa ukandamizaji ukaanza. Matajiri wakaanza kuwakandamiza wale walio wanyonge, walio maskini. Wao
ndio wanaopanga bei ya kununua na wanapanga bei ya kuuza. Matajiri. Tena ukienda kununua kama ni mchele kwa tajiri, wale matajiri, ile mizani anaifinya kidogo. Si unaona watu wana control mizani siku hizi ili isije ikawa imefinywa kidogo. Sasa wanaiweka, nafikiri kuna kitu kinawekwa. Wao unafikiri akikupimia mchele ni kilo nzima, kumbe kuna robo tayari imekwenda. Ni matajiri waliofanya hivi. Ukisoma mlango wa 8 ule mstari wa 5 utaona jambo hili. Kwamba wanaita mizani ya udanganyifu katika kitabu hicho cha Amos, mlango wa 8 mstari wa 5. Watu walianza kupunjana, anaweka mizani ya udanganyifu. Lakini matajiri wale wakaanza kupokea rushwa. Kwa fikiria ni jitu lina hela nyingi lakini bado linapokea rushwa. Mkipeleka kesi yenu mahakamani tayari ameshatangulia huko na kumwaga pesa nyingi, kwa hiyo ukifika pale unaonekana kama takataka. Rushwa ilienea sana. Ukisoma mlango wa 5 mstari wa 12. Ndio hiki kitabu cha Amos kimejaa mambo haya. Na mimi nikushawishi kwamba utakaporudi nyumbani ukisome kizima chote. Hakina milango mingi, ni milango 9 tu. Mlango tuliosoma ni wa mwisho. Ukisoma ule mlango wa kwanza, wa pili, kama Mkristo, soma utaona mambo yaliyofanyika pale na rushwa. Lakini sasa kinachoshangaza, pamoja na maasi makubwa sana yaliyokuwa yanafanywa na watu katika Israeli wakati ule, walikuwa watu wa ibada sana. Yaani wakiingia kanisani hata mwendo wao ni mwendo wa unyenyekevu kweli, lakini wana dhambi hizo hawana mchezo. Lakini akiingia pale ni kwa kunyata mwendo wake, yaani hataki hata kukanyaga hata siafu hapo chini, jinsi alivyo mnyenyekevu. Wimbo ukiimba anafanya kutetemeka. Lakini dhambi iliongezeka sana katika taifa hili. Hata ukiangalia mazingira yetu, wananiambia kwamba hata ukikuta wachawi, mchawi akinena kwa lugha, utafurahi. Ananena kwa lugha kuonyesha kwamba kwa kweli yeye ameguswa sana, lakini ukifuatilia vizuri eti ni mchawi. Kule kijijini kwetu kule kwa Mwenda tulikuwa na babu zetu, akiimba, ukimsikiliza anaimba utafurahi. Lakini ukishamsikia anaimba huyo sana, unajua tayari amepata hapo glasi zake 2 za gongo. Ataimba vizuri, ukisikia tu anaimba unajua tayari babu anarudi kutoka huko mtaani alikokuwa. Kwa hiyo kama hawa Waisraeli hawa, pamoja na maovu yao mengi waliokuwa wanayafanya, walikuwa watu wa dini kweli. Ikitolewa sadaka, atatoa sadaka nyingi kweli. Na walichokuwa wanaangalia walifikiri kwamba labda kwa kufanya hayo ya kiibada yatafunika uso wa Mungu asione yale maovu yao wanayofanya. Walikuwa wanajidanganya. Ukisoma hiki kitabu cha Nabii Amos anaeleza mambo haya. Kwamba nyinyi mnaleta zaka tu kanisani lakini mioyo yenu iko mbali nami, mnaleta tu. Na mara nyingi ukiangalia anakaza kama hukumu hivi. Na wataalamu wengine wa Agano la Kale wakasema Nabii Amos ni nabii wa hukumu. Lakini kwa kweli ukiangalia kwa macho ya ukaribu sana, sio nabii wa hukumu, ni nabii wa haki. Bwana asifiwe sana. Alikuwa anakaza haki. Haki inayotoka kwa Mungu mwenyewe, lakini haki inayowaendea watu. Na watu watende haki katika ulimwengu. Sasa hili somo tulilosoma limetaja mambo haya makubwa. Na utaona ni kana kwamba nabii anaonyesha mabadiliko msimu ukibadilika. Anasema alimaye atamfikiria avunaye. Na uangalie vizuri pale, ukisoma vibaya utasema atamfikiria, sio ala. Kumfikiria ni kumwaza, lakini kumfikiria ni kumfikia. Ndio maana yake. Atamfikia avunaye. Maana yake ni kwamba yaani wewe unalima sasa hivi, mwenzako anavuna, utamfikia. Kwa sababu unaweza ukawa unalima wakati wa kiangazi, sio wakati wa kulima, lakini bado mazao yako yataongezeka. Ndio picha anayotaka kucheza nayo nabii hapa Amos. Kwamba alimaye leo atamfikia huyo ambaye anavuna siku ya leo.
Tena yule ambaye sasa hivi ni saa ya kuponda zabibu, yule anayepanda zabibu leo atamfikia tu huyo anayeponda zabibu na kukamua zabibu yake. Na tena akaweka maeneo magumu, wasema hapo wakati hiyo haki ya Mungu itakaposimama, hata watu wenye kilimo cha zabibu watahama kwenda kulima kilimo chao katika milima. Yaani yale maeneo ambayo hayaoti zabibu itaota huko. Kwa mfano mkonge, tunajua mkonge unaota huko tambarare huko. Sasa mkonge unaona kule milimani kushoto. Yaani ndio anachotaka kusema. Au minazi unaiona kule kushoto. Au mipeasi unaiona hapa huko. Si huko hapa ni peasi, wanapo. Sasa unaona mipeasi hapo, peasi zimeng'ara sawa sawa. Yaani kule ambako hutegemei mazao fulani yakaota huko, sasa yanaota. Mungu anabadilisha hata majira hayo ya uumbaji wake. Yale yasiyofanikiwa mahali fulani yaweze kufanikiwa. Ndicho anachotaka kusema. Lakini sasa anasema haya yatafanikiwa tu, baraka hizi zitakuwepo tu kama watu watatenda yale yapendezayo Mungu. Bwana asifiwe. Na ndio anasema haki huinua taifa, bali hiyo dhambi ni aibu ya watu wote. Tukiwa watu wa haki, ndugu zangu wapendwa, tutaona mabadiliko makubwa katika maisha yetu. Tutaona mabadiliko katika biashara zetu, wale wanaofanya biashara. Hatutawauzia watu vitu vya zamani vilivyochakaa. Tutawauzia watu vile ambavyo vinastahili katika wakati huu. Tutafanikiwa kama tukiwa watu wa haki. Tutafanikiwa kama tunavua samaki zetu katika mabwawa yetu. Tutafanikiwa tukiwa watu wa haki. Lakini ukiwa mtu muongo, hutafanikiwa. Wiki iliyopita tulikuwa tunanunua machungwa kwenye njia kutoka Dar es Salaam. Sasa ile ndoo imejazwa mpaka juu kabisa. Ndoo ya machungwa. Sasa anakupa na kuwekea haraka unachukua. Ukifika nyumbani ukigusa, kumbe haikuwa ndoo iliyojaa. Huku chini yanapangwa, machungwa yanapangika. Kumbe ni machungwa kama 10 tu hivi, na unafikiri ndio hapo, naomba ndoo za haraka. Na nafikiri wanaopita na mabasi maeneo haya kwenda labda Dar es Salaam wanauziwa mara maembe. Unaambiwa haya yote yameiva vizuri, ni maembe ndogo, kumbe huko ndani ni vile viembe vile vidogo kabisa. Kwa hiyo hizo haki hizo tukizitenda katika maisha ya kawaida kabisa, katika maisha ya kawaida. Ikiwa ni mafundi, tufanye haki. Fundi anakuambia hapa ninachanganya zege, simenti ni mfuko mmoja na karai 5 za mchanga kwa mfano. Lakini ukigeukia huko anasema hata yeye nimefanya hivyo, kumbe amechanganya karai 15 za mchanga na nusu mfuko wa simenti, ile nusu amekwenda kujenga nyumba yake. Kwa mafundi labda wananielewa. Mimi sio fundi mzuri sana, lakini yani anafanya tu. Matofali mengine ukija ukinishika hivi vinameguka, maana halijachanganywa sawa sawa. Kwa sababu watu wameingia katika shida kubwa ya kutenda haki. Nabii Amos, ndugu zangu, anatujia leo akisema tukaitende haki yake. Na tukitenda haki yake Mungu, tutapata yale mema makubwa katika maisha yetu. Kama ni kutoa matoleo yetu, tumtolee kwa haki. Kwa ni fungu la 10 tumpe Mungu, na yeye atatutendea yale tunayostahili. Na ukiangalia somo hili, hata sisi katika ulimwengu huu wakati huu, lina mambo makubwa ambayo yanatugusa sana. Na ukitenda hiyo haki, Mungu atatubariki kiuchumi. Tukiacha biashara za uongo, kama ni kuwatendea haki wale wanaotuzunguka katika mazingira yetu, tuwatendee haki. Na ndicho tunachokifanya katika ofisi kuu ya dayosisi. Watu ambao walikuwa hawalipi mishahara kwa muda mrefu, sasa tunahakikisha wanalipwa mishahara yao. Kama ni walimu huko sekondari ya Bagala, kama ni huko Rwandai, mahali popote, ili haki hii iweze kurudi. Watu wamtumikie Mungu wao kwa haki, lakini nao watumikiwe kwa haki. Rushwa, kuikataa rushwa katika mazingira yetu. Kukandamiza watu, tunakataa watu wasikandamizwe katika wakati huu. Lakini hata katika dini basi, katika dini kuyahakikisha kwamba tunaingia katika mafundisho sahihi ya neno la Mungu. Maana siku hizi hapo mafundisho ya uongo yanayoendelea kuenea sana. Manabii wa uongo ambao wameendelea kuwepo katika mazingira yetu, wanaogawa utajiri. Tumewasikia manabii hao
Unaingia tu, huna pesa yoyote, lakini nabii huyo akinyoosha mkono wake akikwambia pokea, unapokea utajiri mara moja. Nikawakuta kule Dar es Salaam watu wako kanisani wanaendesha magari. Maana nabii pale mbele anamwambia chukua funguo ya gari. Pokea funguo ya gari hapo ulipo. Na watu wakaambiwa sasa washa gari lako. Sasa watu wanawasha, nikafikiri watu kama wamewehuka kidogo. Anaambiwa weka gia. Weka gia ya gari, anaweka jiji. Watu wanazunguka kule ndani ya kanisa. Kucha kona watu wanaendesha magari mle. Lakini ni nabii tu amemwambia pokea funguo ya gari. Sasa unashangaa wewe huna hata pesa, hujafanya kazi kubwa ukapata mamilioni ya pesa, hili gari umelipata wapi? Akasema saizi ya gari lako itategemea saizi ya sadaka utakayomtolea nabii katika hili. Kwa hiyo watu wanatoa na mafungu, wanapita na mafungu makubwa ya pesa. Wanatoa sadaka hizo. Akitegemea nikishatoa pale 100,000, naondoka na semi trailer hapo. Sasa katika kutenda haki huku ndugu zangu, na hili nalisisitiza mara nyingi ninapopita mara zote, tunajaribu kuwafundisha watu wajielewe, watu wajitambue. Maana haya mafundisho, kwa kuwa siku hizi watu wengi hawana ajira, kila mmoja anajiita sijui ni mchungaji, wengine amekuwa askofu mkuu, wengine amekuwa kitu gani kwa sababu ya shida ya ajira. Na hivyo wanafundisha tofauti na neno la Mungu linalofundisha. Neno la Mungu linatuambia asiyefanya kazi asile. Fanya kazi kwa bidii. Ukienda kulima shamba lako hapa Mwiko, kalilime. Tena fanya sala kwamba Bwana nisaidie ninapolima shamba hili, nipate mavuno mengi. Mwaka huu nikipata gunia 5, mwaka ujao nipate gunia 15, mwaka mwingine gunia 50, na baadaye basi nitanunua hiyo gari kwa sababu nimefanya bidii katika kazi hii. Sio kuota tu kwamba niokote utajiri huo. Hapana. Tusikubali mafundisho ya manabii. Mungu atubariki sana ndugu zangu. Amina. Tuitende haki yake katika ulimwengu huu. Lakini haki hiyo tuipokee kutoka kwake. Katika mafundisho ya kweli, katika unabii wa kweli, ili uchumi wetu uendelee kukua katika familia, lakini hata mazingira ya nchi yetu yakaendelee kubarikiwa. Na neno la Mungu linasema haki hiyo ikitendeka itakuwa ni haki yenye faida kwa taifa. Lakini isipotendeka ikawa dhambi, itakuwa aibu ya watu wote. Na Mungu atubariki wakati huu, hata katika magonjwa haya ya corona ambayo yanazunguka katika nchi hii na dunia nzima. Mungu akatuponye kwa neema yake. Na kama tulivyotangaziwa, tuendelee kuwa watu wa maombi. Kipekee wiki ijayo kanisa zima la KKKT tutaingia kwenye maombi kumsihi Mungu kwa ajili ya ugonjwa huu mgumu mbaya wa corona. Maana anasema katika Zaburi ya 50 mstari wa 15, ukaniite siku ya mateso nami nitakuokoa. Tukamwite katika mateso haya naye atatuokoa. Amen. Amen. Tusimame na kumshukuru. Mungu wetu, tunakushukuru kwa neema yako na ujumbe wa neno lako unaotuletea tukaitende haki. Haki itakayoinua maisha yetu kiuchumi, haki itakayoinua maisha ya kisiasa, na hata katika dini kuepuka mafundisho ya upotofu yanayotuzunguka. Tuwezeshe kuitenda haki, ili haki yako iendelee kumiminika katika maisha haya. Sisi tukaishi kwa amani, taifa lenye amani, na kanisa lenye amani linalokutegemea, tukakutumikie daima katika wewe Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen.